makofi. Anatutendea makubwa, tuendelee na shuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa majina nilivyoda teacher. Namshukuru Mungu haya madhabahu hakika amenipigania. Umbali nimefika, nimeona mkono wake. Hakika nikiingia kwa hii madhabahu, Roho wa Mungu alinena kwamba nitakuja kaa na watoto wangu, na ni ahadi ilikuwa imewekwa. Nashukuru Mungu ameweza kutimiza. Hakika Mungu wa hii madhabahu anatenda. Namshukuru Mungu kwa wageni ambao walikuja kunitembelea. Mungu aliwaongoza salama, na nashukuru wote. Na nashukuru Mungu kwa dada kusimama na mimi kwa hali yote, kwa hali zote ameweza kusimama nami. Hakika mama, nikikuwa mahali hapa msiwe na wasiwasi nyumbani. Nipo nyumbani na hawa ndio ndugu zangu, ndio dada zangu. Ni hayo, tunambarikiwe. Tupigie Mungu wetu makofi, tupigie Mungu wetu makofi. Asante. Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Leo nimeokoka, na mshukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi na uhai ambao ametupa kutulinda mwaka mzima. Ndiposa nimesimama hapa nimshukuru mimi. Ni kwa sababu ya kutulinda mwaka mzima. Kuna wengine wangetaka kufika leo lakini hawakufika. Hii ni Sunday ya mwisho ya mwaka. Nakumbuka vile tulianza mwaka, tulianza na dhabihu zetu, tukajinyima, ni kwa sababu ya mwaka huu. Na hakika nimeona Mungu akijibu maombi yetu, nimeona akitutetea mwaka huu, na nazidi kumuomba tumalize tukiwa salama. Bwana asifiwe. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Tupigie Mungu wetu makofi, tupigie Mungu wetu makofi. Mungu apokee sifa, Mungu apokee sifa. Tuendelee. Asifiwe kanisa. Nimeokoka, majina ni Teresa Chekubali. Ninashukuru Mungu sana kwa ajili ya madhabahu haya. Hapo mbeleni sikuwa najua maana ya wokovu, lakini ninashukuru Mungu nilijulia wokovu madhabahu haya. Nashukuru Mungu kwa ulinzi wake wa mwaka huu. Haujakuwa rahisi, kumekuwa na milima na mabonde, lakini yote Mungu ameniwezesha. Ni hii mwaka ndio kesi yangu ilipigiliwa mbali. Hiyo ni ushuhuda nitaishi kwa maisha yangu, nikiweka kwa kumbukumbu za dayari yangu ya kwamba Mungu alitenda kwa madhabahu haya. Hakika Mungu wa madhabahu haya ni Mungu wa ahadi na anatimiza. Barikiwe sana. Happy New Year. Mungu apokee sifa, Mungu apokee sifa. Tupigie Mungu wetu makofi, anatenda makubwa na mengi. Mungu apokee sifa. Tuendelee. Amen. Tunamshukuru kwa sababu ya kulijia wokovu na ulinzi wametulinda na watoto wetu na jamii yetu yote. Bwana asifiwe. Haikuwa rahisi mwaka. Bwana asifiwe. Lakini nimemuona. Ninamshukuru ni kwa sababu watoto wangu walikuja juzi na wakaenda usiku, ndio kwa sababu yule kijana alipoti kwa kazi. Bwana asifiwe. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya ulinzi wao barabara, walifika na wakasema walifika salama. Bwana asifiwe. Sababu sio kawaida. Mungu awabariki. Tupigie Mungu wetu makofi. Mungu wetu apokee sifa. Mungu wetu apokee hizo sifa. Bwana anatenda. Tuendelee na shuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Deborah Nyambura, na nashukuru Mungu sana kwa kunisimamisha hadi umbali huu kwa hizi Jumapili zote 52 ya mwaka mzima, akinipea nafasi ya kupatikana kwa nyumba yake. Namshukuru pia, nachukua hii nafasi nimshukuru Mungu sana kwa sababu ya kunichagua na kutumika kwa nyumba yake siku zote zenye nimetumika hapa umbali huu. Ninashukuru Mungu kwa hiyo neema hata ya kusimama kutumika. Sio nguvu zetu, sio uwezo wetu, ni Roho wa Mungu tu ametusaidia. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu sana kwa hiyo neema ambayo amenipea mwaka huu mzima, nikiomba zaidi kwa mwaka ujao. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu sana kwa sababu ya vile amefanya mambo mengi kwa maisha yangu mwaka huu. Amenibadilishia jina, amenibadilishia karakta, amenitengeneza, ametoa chafu, ameweka mazuri. Namshukuru Mungu sana kwa sababu hii mwaka mengi mnaweza tu kuyaona. Yaani ni shuhuda. Mimi I'm just a living testimony in short. I'm a living testimony of the goodness of God in my life, and in this altar there is a living God, a God who lives, a God who sees, a God who answers, a God who works in us. Huyo Mungu yuko, na ninamshukuru sana kwa sababu alikubali, akanipenda, akaingia ndani ya maisha yangu na kunibadilisha. Mungu apokee sifa. Asante sana pia Mungu kwa kuleta haya madhabahu na kuniunganisha hapa. Mbarikiwe. Mungu wetu apokee sifa. Tupigie Mungu wetu makofi kwa yote anatenda.
Tuendelee na shuhuda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimeokoka, ninapenda Mungu asubuhi ya leo. Ameniamsha, amenilinda, amenihifadhi. Hata wiki hii amekuwa mwema kwangu. Sijaona ubaya yote, nimeona tu makuu ya Mungu. Hata ile yenye nilikuwa nayo tamaa nini, Mungu aliniondolea kupitia haya madhabahu. Na venye nilikuja mahali hapa nilikuwa nimebeba mzigo yenye singeweza hata mimi mwenyewe kushukisha, lakini venye nilifika mahali hapa yote niliyaacha, yote nikasema yote imekwisha. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa kufikisha mahali kama hapa leo. Naweza simama mahali hapa na nimshuhudie makuu ya Mungu, matendo ya Mungu yenye amenifanyia, maana ninazidi kumkaribisha siku zote. Nashukuru wapendwa kwa kusimama, kwa kuendelea yani kwa maombi. Namshukuru baba wangu. Hata mimi niko na ushuhuda. Kwa majina naitwa Simon Wanyeli. Nashuhudia majina yangu maana yalikuwa yamefungwa. Lakini wakati nilifika mahali hapa nilipata uhuru. Haikuwa kawaida na haikuwa rahisi. Nashukuru kwa Mungu kuleta mtumishi wake Apostle Muriuki. Maana alinisukuma kwa muda mrefu sana akiniambia twende tukaombe. Lakini nikamwambia bado hata mimi naomba. Lakini nilijua utofauti. Ndio maana hiyo 18 inasemanga penye wawili Mungu wako nao. Yes. Miezi kama 6 nilianza kupata utofauti kwa maisha yangu. Nikaanza kuona utofauti. Nikaanza kuzoea hii njia. Ni kama nilikuwa nimesama sana kwa njia ya mwili. Lakini Mungu akanirudisha kwa njia ya Roho wake. Na huu mwaka nashukuru Mungu maana anaweza sema amenikumbuka. Ni mengi ametenda juu ya maisha yangu. Ni mengi ametendea nyumba yangu. Ni mengi amenifanyia. Naweza sema Mungu amenikumbuka 2025. Huu ni mwaka ambao sitawahi usahau. Maana nimeona mkono wa Mungu. Nimeona urejesho. Nimeona mambo mengi yenye singeweza nikiwa peke yangu. Ni kweli ushuhuda wangu ni mkubwa kupitia haya madhabahu Mungu alileta mahali hapa. Nashukuru Mungu kwa kubadilisha njia zangu. Nashukuru Mungu kwa kunirekebisha. Nashukuru Mungu kwa kunibomolea misingi yote ilikuwa imejengwa vibaya, akanijengea misingi mema. Ni kwa njia mingi Mungu ameonekana juu yangu ambayo siwezi sahau. Huu muda nimekaa kwa hii madhabahu ya Mungu ya GMH, Mungu ameonekana kwa sababu, lakini akahakikisha amekuunganisha, amekuelekeza mahali ambapo yeye yuko. Hiyo Yesu ambaye ufungua macho ndio akufungue macho uweze kuona hiyo kazi umeishi kutafuta, uone hiyo nyumba umeishi kutafuta, hiyo ndoa, hao watoto, uone hizo pesa umeishi kutafuta, uone hicho kipawa umeishi nacho akijawahi fanya kazi yoyote. Ukishaona sasa kile Mungu anataka ni haleluya, ndio mtoto atulize kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Haleluya. Amen. Mungu kweli. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaelewa kile Mungu anasema? Yes. Kuna upofu Mungu anataka kuondoa leo. Lakini tunafaa kujua baada ya kufunguliwa macho ni nini Mungu anataka. Inasemaje hiyo? Tunasoma Yohana 9 mwanzo. Yohana 9 mstari wa kwanza. Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa. Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa. Huyo mtu ni nani? Ni swali nauliza. Huyo mtu nafikiria ni nani ukinyamaza hivi? Ni wewe. Yesu alipokuwa anapita alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa kwake. Ukija kuangalia maisha yako vizuri saa hii, uketi yalete hapa, hakika utaona kuna mahali umefungika macho. Kuna kitu umeishi kutafuta, kuna maisha umewahi kutafuta.
Kuna maisha umewahi tafuta tangu ulipozaliwa, tangu ulipokuja kwa dunia hii, hata ukakuwa hivyo, ukafika pale ukasoma, ndio ukafika pale usifika kimasomo, aidha ukawachana na hiyo ukaingia kwa ingine, ukaweka biashara hii, ukatoka huko ukaingia huko. Kuna kitu huwa unatafuta, lakini mbona usikipate? Ni kwa sababu uko kipofu. Wakati wote mtu anatafuta kitu akioni, sinafikiri umewahi ona kipofu, si ndio? Yes. Anatafuta kitu, hata unaweza mwekea hapa, unaweza mwekea hapa kwa miguu, lakini atafuta huko na atembee kwa sababu haoni. Yesu alipokuwa na yeye anapita, aliona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa kwake. Nasema ni mimi, nasema ni wewe, nasema ni mimi. Aliona nikiwa kipofu, nilipokuwa ninatafuta, kama vile wanawaambia, nilikuwa natoka asubuhi narudi usiku, nilikuwa naenda kila mahali. Kama biashara nimefanya nyingi sana, naweza kuhesabia nyingi, kama ni kazi nyingi haleluya. Lakini saa hiyo uko kipofu, au unafanya mambo yenye sasa hauoni. Lakini kuna Yesu ambaye pia na yeye kumbe, wakati unatembea huku unaweka hii ya mandizi inakataa, unaweka unafungua duka inakataa, unaanzia maziwa inakataa, unakuja unaenda, wakati wote unafanya hayo, kumbe kuna Yesu naye anapita. Yaani huwa anaishi kutembea tu, anatembea tu. Na siku moja akakutana na mtu. Praise the Lord. Amen. Siku moja akakutana na mtu ambaye ni nani? Ni wewe. Sasa ona mahali umefika. Ndio uone mlionana na Yesu. Mlikutana na Yesu na mlikutana ukiwa uoni, unapapasa hivi, ndiye akasema wewe, niko hapa. Praise the Lord. Niko hapa, unatafuta, unaweka hii nakataa. Unaweka hii nakataa. Ndoa ni shida, watoto huku ni shida, pale hii ni shida. Unainua hii nakataa. Haleluya. Unaajiriwa, unafutwa bila kufanya kazi yoyote, hakuna kitu umepata. Unaendelea tu maisha kipofu. Anatembea hivyo na anasema mtu huyu alikuwa kipofu tangu kuzaliwa. Maisha ni hayo. Hata ukiuliza, hakuna mtu ambaye alikuwa tayari sasa alifika kule alikuwa amewaza. Nakumbuka tukiwa pale, kuna miaka ile ya ngapi ile, nilikuwa naona ndugu wengine huku wale wakubwa kwangu, naona ni kama hawajui kutafuta. Kuna miaka kama hiyo? Yes. Kuna ile miaka unanyamazanga tu, inaangalia mtu hivi, kwanza unachora hivi, unapanga hivi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Yes. Unafikiria hiyo ile ilikuwa ya I think ya 12, hapana. Ile ni ya 15. I think ni ya 15 na 14 na 17. Si ndio? Hiyo ni ya miaka hiyo. Hiyo ukifikiria hivi, unaangalia mtu hivi, unaona kama utatoka tu hivi wewe upange yako mara moja na kila kitu ingiane. Lakini ujui kama kuna shida ya upofu inakuwa katika dunia. Kuna shida, na kama wewe ni wa kufunguliwa macho, ulizaliwa kipofu. Kama ulizaliwa kipofu. Sasa ni wewe ujue, sababu huyu alizaliwa kipofu, na anasema Yesu akakutana na mtu aliyezaliwa kipofu. Unaweza fikiria hivi, uangalia uone kama ulizaliwa kipofu. Wakati umeangalia hivi ukaona hata kwenu shida ndio inamalizia, hata kwa babu ni mashida tu yanamalizia, hata nini hakuna huko, ni kumaanisha hii familia iko na shida ya kuzaa vipofu, si ndio? Yes. Yes. Haleluya. Hata ule alibahatika akasoma kidogo, alikosa kazi, hata maisha yakaenda tu hivyo. Hata ule alipata kazi, alianzia kuharibu na ulevi. Yaani njia zote zinafanywa, kila kitu ndio ubaki kipofu tu, na njia zote kuwe nyumba hii ni ya vipofu. Huyo ndio mtu Yesu alikutana naye na ndiye anataka kuonana na yeye. Praise the Lord. Huyo ndio mtu Yesu anatafuta, mtu aliye na hali kama hiyo, na amejua shida hii niko naye ni ya kutoka kuzaliwa. Na sasa hivi ningependa hata uulize kipofu, sasa hivi unatembea kipofu, umeishi hivi kutoka lini? Kuzaliwa. Unataka nikusaidia aje? Akiwa kabisa ni mtu hapa atakwambia kila nataka ni kuona. Maana mtu huyu ameishi kutembea, hata hajui nguo yenye anavaa ni rangi gani. Mtu huyu ameishi kutembea, hata hajui ile ya hii inakaa namna gani, sababu ni kuzaliwa kipofu.
Praise the Lord. Huyu hajui taste ya, yaani hajui chochote hii. Hakuna furaha hapo naye mtu huyu. Huyu ni mtu anateseka tu, anahangaika tu, na anahangaika, na amekuta wengine wakihangaika. Hata wazazi wake walizaliwa vipofu, hata baba zake walikuwa vipofu, wakaja wakazaa kipofu. Sasa ndiye huyu anatembea tu, anaenda tu. Ni nani anaweza kusaidia mtu aina hii? Ni Yesu peke yake. Huyu Yesu watu wanabeba tu kawaida. Huyu Yesu watu wanashindwa kumuelewa. Huyu Yesu watu wanakataa wakiambiwa wako na mambo yao. Huyo ndiye atakutana na kipofu. Sivyo mtu huyu atasema ninaona, labda anaweza jiwekea ninaona. Kuna kamiti watu wanapewa, wanasema kasensa kakona, sivyo? Ni kama kakona uwezo mwingi, mtu anatembea peke yake na hashiki mkono, sivyo? Haleluya. Lakini kutembea na miti hiyo inamaanisha unaona? Hapana. Uniambia umeenda ile umepata kazi, haijasema umeona, umebarikiwa. Inamaanisha uko kipofu. Kupata kazi si shida. Praise the Lord. Lakini roho ya kiupofu ikiwa inakufuata, itakufuata hata ukiwa hapo, itakufuata hata ukiwa wapi, hata ukilipa mshahara wa aina gani, ni mpaka ujue roho ya upofu iko upande wangu na inafaa itoke. Praise the Lord. Sasa ndio uiendee kwa Yesu huyu, ama ujue jinsi ambavyo itakuwa atakapokuja. Haleluya. Ndiye atakapokuja kuondoa hii roho, utakuwa tayari. Nimechoka na kutembea kipofu. Basi Yesu anataka akute mtu ambaye amechoka tayari. Nimechoka kukaa bila kazi, tayari nimechoka na maisha ya aina hii. Kule ulitoka. Haleluya. Hata ni yule alisoma na kuku zinauzwa kuku. Saa zingine unapewa shilingi 2000, unakosa ile pocket money, unaenda shule namna hiyo. Maisha ni hayo ya upofu tu, inakumanishia kule umetoka ni upofu tu, na unakuja unafika hapa, then ukose kufungua macho uone laini hii iko na shida. Praise the Lord. Ndio utakapokuwa unatembea uwe umechoka. Haleluya. Uwe umechoka na shida hiyo. Mtu ambaye amefunguliwa huwa amechoka na shida hiyo. Tuko pamoja? Nikawaambia siku moja nikiwa naenda kuendea vitu zangu za kuuza huko na gari, naenda na paki gari pale, alafu naingia huko na lala chini. Nimeenda kazi kama wengine, naona wengine wanawekewa mizigo, lakini mimi nawachana nayo, naweka lori huko, alafu naenda tena nainama. Kwa hiyo sababu ni kubwa ya mzungu huko, unainama tu. Yani nilikuwa nalia tu, nalia Mungu, nikikuja sasa maisha ina gani haya? Inamaanisha na si kitu, na nataka nikimaliza kubeba hiyo lori moja nitapata pesa, nitapata hata 20,000, nitapata hata 90,000 hiyo moja, ama 20 ama 22. Sasa zingine ikipanda sana tutapata 18, 17 huko. Lakini hizo pesa naona ni kama hazinisaidii. Hayo maisha hayanisaidii. Nimeelewa upofu wangu, nimeelewa niko na shida, sioni. Praise the Lord. Kuna mtu anahitajika aketi sahi afikirie na aelewe hapo kwa shida ya upofu tangu kuzaliwa. Ndio wakati kama huu wa leo na siku hii ya leo, malaika waliotumwa hapa siku ya leo, Mungu aongee kuhusu upofu, uweze kutoka hapo uingie 2026 na ukiwa unaona kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Mungu hataki uingie mwaka mpya na shida hii. Anataka uingie ukiwa unaona, ukiwa umechua, shida yangu sioni. Mtu huyu ninaamini alikuwa amechoka. Hebu Yesu wanasemaje hawa? Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu mmoja kipofu. Alimuona huyo kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wakamuuliza, Mwalimu, ni nani aliyetenda dhambi, mtu huyu ama wazazi wake? Sasa ni nani alifanya makosa ndio mtu huyu azaliwe kipofu, hata akazaliwa kipofu? Wakamuuliza. Wanafunzi walipoona Yesu na wanaona kipofu, wanakihurumia, halafu wanauliza Yesu maswali. Ni nani alifanya dhambi? Ni nani alifanya makosa ndio mtu huyo azaliwe akiwa kipofu? Hayo ni mambo yale watu hufikiria sasa, na maswali ni hayo. Hata unaweza kukutana kipofu na uliza swali kama hiyo, ni nani alikosea ndio mtu huyo hana mguu? Naweza kukuta mtu amekatwa mguu anatembea miti, na unauliza ni dhambi gani hii? Ni nani alikosea? Hivi ndio wakauliza wanafunzi, ni nani alifanya makosa ndiposa mtu huyu akazaliwa akiwa kipofu? Ni nani walikosea akazaliwa? Ni nani? Yesu akajibu,
Jambo hili halikutukia kwa sababu ya dhambi zake yeye, Yes. wala dhambi za wazazi wake. Alafu Ila alizaliwa kipofu ili nguvu ya Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake. Amen. Praise the Lord. Ati ameambiwa vizuri kabisa, mtu huyu hakuzaliwa kipofu kwa sababu ya dhambi ya wazazi, sio kwa sababu ya dhambi ya babu zake. Hii shida alizaliwa hivi kwa sababu Mungu alijua kuna siku ambayo itafika na atatokea na atafungua mtu huyu macho na utukufu utapatikana. Praise the Lord. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kung'ang'ana leo, kesho, mwaka. Umefanya kazi miaka hiyo yote, umetafuta kazi miezi yote, haujapata. Sio kwa sababu ya wazazi, sio sababu ya huko nyuma. Unaambiwa ni kwa sababu kuna utukufu wa Mungu unabisha karibu na wewe, na unafaa usimame upande wa Mungu. Mungu akupe kazi, sifa zirudi upande wa kwake. Usipokuwa unajua, ukikataa kuona upofu wako, ukikataa kuona shida hii uko nayo, ndio sasa utakaa sana, kwa sababu Mungu atangojea uchoke na upofu, utembee na shida hiyo. Utatembea hivyo, unasema ni leo, unasema hapa, lakini unapoendelea tu hivyo uko kipofu. Maandiko yanasema wakashangaa ni nani alitenda dhambi kusudi mtu huyu atazaliwa akiwa kipofu. Wakaambiwa sio hivyo, bali kuna utukufu ili Mungu apate utukufu. Ukosa kazi kwako unaleta utukufu kwa Mungu. Haleluya. Kuhangaika kwako miaka 10, kuteseka kwako miaka 20, kuhangaika kwako wakati wote ni utukufu unakataa. Unakataa macho yafunguliwe kwa njia ya Mungu, alafu mlango ufunguke, kisha usimame kwa madhabahu kama haya, kama wengine useme haleluya. Praise the Lord. Nimetembea miaka 5 bila kazi. Haleluya. Lakini nilipomkubali Yesu tulikutana akanifungua macho. Na leo hii ninaona nitamuishia Yesu. Praise the Lord. Haleluya. Sasa kuna watu hawajaelewa mambo haya, bado wanaendelea kuumia, bado wanaendelea kuteseka, wakiweka Mungu wao kando. Ana shughuli na Mungu huyu, ana shughuli na huyu Yesu, anafunguana macho, kwa hivyo anaendelea kukaa kipofu mpaka siku atakapojua, mpaka siku atakayechoka, atakapoketi hivi aone kweli huu ni mwezi wa 5, sina kazi, sina chochote, nyumba ndio hii shida. Mungu umwamini Bwana na usimame vile nimekuambia leo. Nikasimama mbele za Bwana nikamwambia Mungu, nimechoka na nimeona upofu wangu. Saa hii mimi nateseka kwa sababu nilikuwa na hadi hii ya kutumikia Mungu, ilikuwa inaniuma na inanisumbua. Kwa hivyo hata wakati ule sasa niko kule, sasa shida si pesa. Mtu anazalia hata ni pesa, useme shida labda ni pesa. Angalia vizuri hapa. Ndio nakuombea kwa jina la Yesu Kristo uondoke hapo ukiwa umefunguliwa macho. Amen. Usiende kubishana na huyu Mungu, utakaa sana. Wengine wanakuja kufunguka macho miaka ikiwa imeenda. Haleluya. Anafunguka macho miaka ikiwa imeenda zaidi. Huyu mtu alifaa afunguke macho mapema, aweze kuona mbele yake yale Mungu ameweka, maisha mazuri, familia ya furaha, upendo mwingi. Lakini vile alitumika, alitembea kipofu, akakaa kipofu, miaka ikaenda zaidi. Fungua macho, mkubali ufunguliwe macho leo. Haleluya. Alikuwa anasema, akawaambia sio hivyo. Sio hivyo mnafikiria kuna mtu alitenda dhambi. Ni utukufu wa Mungu unafaa uonekane kwa shida hii. Ni utukufu wa Mungu unafaa uonekane kwa huyu mtu amekosa mtoto. Ni utukufu wa Mungu unafaa uonekane kwa huyu mgonjwa. Hii shida ya magonjwa hii, ni utukufu wa Mungu unahitajika kuonekana hapa. Kwa hivyo mtu huyu anafaa kujua na ainue mikono mbele za Mungu na mwambie Bwana, niko tayari, nitafuata njia zako. Praise the Lord. Niko tayari, niko tayari. Sisemi unafiki, nasema ukweli, nasema msimamo wa ukweli. Niko tayari kufunguliwa, niko tayari nikuone. Kwa hivyo utakuwa tayari kutembea na huyo Mungu vile anasema, vile anataka. Kwa njia hiyo utafunguliwa macho. Amen. Haleluya. Kama shida ilikuwa nyumba yako, basi itapona. Kama shida ilikuwa kazi, basi kazi ni nyingi. Nilisema huwezi fanya kazi 3 at the same time. Tapewa moja ama? Ni moja. Hata kama ni accountment ni moja.
Na ila usimamie kitu fulani ama wajiliwa. Wewe pewa mwalimu na pewa daktari. Si ndio? Hizo vitu hazipelekani. Sinaona hiyo? Yes. Ni moja. Hizo vitu hiyo kitu natafuta hivyo iko, yako iko. Hiyo gari napenda hivyo iko, hata labda kuna mtu amempaki hapa na kazi nayo. Hatumii. Lakini kwa sababu shida ni kipofu, kuiona inakuwa kazi. Praise God. Ni mpaka mtu huyu anakubali, anafunguliwa macho. Alafu sasa anaiendea kitu yake, kwa kumbe kitu yangu iko hapo. Anaenda anachukua na anarudi naye vizuri sana. Nimepata. Praise God. Nimepokea kile nilikuwa nataka kwa sababu nimefunguliwa macho. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Siku unakubali, unamwambia Yesu nimekubali. Sasa nimeinua mikono, niko tayari. Siku hiyo ndiye anakufungua macho. Haya, nikasema hii inamaanishaje? Wacha nikauliza wachungaji. Umeanzia kufunguka macho. Haleluya. Hiyo ndoto unapuuza, hiyo nitakuja kukuambia fungua macho. Sitakuja tatu moto, inafuatana moja mara tatu, itakwambia hapa si kawaida. Kuna kitu Mungu anaongea. Hata kama sijui, wacha nikaona watumishi wa Mungu wale wanajua. Praise the Lord. Si kuna akina Yosefu? Si kazi yao ni kutafsiri ndoto? Si kuna akina Daniel? Si wako? Hadi leo wako. Ukienda kwa hawa, watakwambia hii inasema umefunguliwa. Haleluya. Hii inasema utafika. Hii mambo ya Mungu kuongea na wewe ni rahisi. Mambo ya kufungua macho ujue nimefunguliwa ni rahisi, lakini kubali wewe. Nimesikia ushuhuda wa dada moja hapa amesema kitu muhimu zaidi kwa maisha yangu, nimefurahi. Kwamba ninashukuru Mungu hata kwa kunisaidia mimi mwenyewe kukubali kufuata, kufunguliwa ni kubali. Sababu usipokubali inakuwa ngumu. Nikiambia ndugu sasa kuja Sunday hapa ama kuja kesho tuombe, na hajakuwa tayari, yeye mwenyewe hajakubali, mimi nitasema, lakini atasema mchungaji amesema, lakini na mimi niko na yangu, si ndio? Ataenda ila afanye yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Lakini ikiwa hii imetolewa ndio ilikuwa ya Mungu ya kufungua macho, ikamngojea, itaenda ikiwa kwa anga yake tu ikimngojea. Anaweza toka hapa aende Mombasa, anaweza toka hapa aende Nairobi, anaweza toka hapa aende Kisumu, anaweza toka hapa aende ng'ambo, lakini kuna kitu itakuwa inamfuata bado ikitaka kudhibitisha hii ukovu ukiwa ndani. Lazima Yesu akutane na yeye sasa ndiye amfungue. Kwa njia ya kufunguliwa ni hii, kukutana na Kristo, kukutana na Yesu. Amen. Haleluya. Kwa njia ya kufunguliwa ni kukutana na Yesu. Kukutana na Yesu ni Yesu kuingia ndani ya nani? Kuingia ndani yako. Ndio huyo kukutana. Tumekutana na Yesu. Wapi? Yesu si binadamu kama huyu dada ama huyu ndugu, mkutane kwa barabara msalimiana na mkono, si ndio? Ni roho. Ukubali Yesu, wewe ukubali mambo yale ulikuwa nayo utoe, yote yasiyofaa weke kando, ukubali Yesu aingie. Kwa sababu anasema mimi niko hapa kwa mlango na kila wakati nafanya nini? Ninabisha. Aliye tayari afungue niingie. Kwa hivyo kila wakati yako hapo anabisha, odi. Anangojewa aingii kama hujafungua, si ndio? Haleluya. Ndio pamoja. Anasema niko mlangoni ninabisha. Sasa nifunguliwe. Huyu amekubali kufungua. Huyo ndiye amekutana na Yesu. Kama huyu amekubali kufungua. Huyo ndiye amekutana na Yesu. Na huyo ndiye anafunguliwa macho. Praise the Lord. Kile umekubali ufungue mlango, Yesu aingie ndani yako. Na hivyo ndivyo umekutana na Yesu kama huyu ndugu. Na hivyo ndivyo unafunguliwa macho. Na hapo ndipo unaona kazi yako. Amen. Hapo ndipo unaona familia yako. Amen. Haleluya. La sivyo bado maisha ni giza. Kipofu ni giza. Mambo ni giza. Unajaribu hii, unaweza jifurahisha tu uone saa zingine labda hata umeingia kazi ama umeajiriwa kwa muda wa miezi 2, 3, 4, 5, lakini ujui upofu huu unakusumbua. Baada ya miezi 9 inaisha. Hapo unaona jambo lingine simetokea. Hata management yanakujanga, hata nini na mambo ni hivi, msumbuko ni hivi. Kama hauna huyu Yesu aingie ndani yako, na ukute kuna wengine hawana hizo, lakini wanaendelea na wanakaa vizuri, si ndio? Kwa sababu walikutana na nani? Na Yesu. Haleluya. Walikutana na Yesu kitambo. Kwa hivyo maisha
maisha yao yako tu sawa na anaendelea, ni mpaka aingizwe kwa andi yake, kwa ofisi yake. Atakapofika hapo atapita kama watu wamesimama. Amen. Haleluya. Tuko pamoja? Ndio, Mungu anaweza kukuweka miezi 2-3, anaweza kukuweka kukutayarisha, lakini siku anamalizana na mambo haya akuingize kwa ofisi yako, utapita kama baadaye. Hebu tusome hapa. Ukiwa bado mchana, yatupasa kuendelea kufanya kazi za yule aliyenituma, maana usiku unakuja ambapo mtu hawezi kufanya kazi. Sasa ukiwa bado mchana, maana anasema tunafaa kuwa tunajua, ukiwa bado mchana unafaa kuwa unafanya kazi ya huyu sasa anafunguana macho. Unafaa kuwa unafanya kazi ya mwenye anafunguana macho ukiwa bado mchana, kwa sababu giza iko mbele. Praise the Lord. Ni vizuri kuelewa mambo haya, kwa sababu nilisema hakuna mtu ana kazi ya Mungu. Hata ukiona mtu wote wanatembea huko, hata wazazi wako na ndugu zako wote, kila mtu alizaliwa, alikuja kwa hii dunia, alikuja Mungu anamjua. Haleluya. Alikuja na Mungu ako na kazi na yeye. Sasa kila mtu, hata yule unaona atumiki, ni nafasi yake ameacha huko, na hizo ndizo zitalipwa huko. Hayo ndio maswali yataulizanwa. Wakati utaulizwa kazi yako, ulikuwa unasimama hapo, ni nani alikuwa kwa nyumba yangu? Praise the Lord. Nilisema si lazima wote washike hii mic, si ndio?